wa dhabihu za shukurani ni njema, maana imeandikwa, kwa mtu atoaye dhabihu za shukurani ukaniite siku ya mateso, nami nitakuitikia. Kwa hiyo huyu mtu ametengeneza njia, ametengeneza imani, ametengeneza msimamo ambao ule msimamo au ile njia, wakati wa taabu ukiita, Mungu anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ili kukuokoa, ili kukufanyia fadhila. Duniani kuna mapito magumu. Mapito magumu ni pale mtu unapohitaji mambo yaliyo zaidi ya uwezo wako, yani yaliyo zaidi ya namna unavyoweza kuyafanya. Unaangalia mbingu na nchi, unaona haiwezekani. Unasema yuko anayeweza, yeye aliyefanya mbingu na nchi, huyu ndiye nakwenda kwake. Sasa kama unaenda kwake, anaangalia shukurani zako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema sintakukemea. Wakati mwingine unaweza ukapita kwenye mapito ambayo unatakiwa akemee, lakini zile sadaka zinakutetea, zile sadaka zinaleta upendeleo. Hii ndio sababu marehemu mzee wetu Korora alikuwa anasema, ninyi wazee wa kanisa, jifunzeni kuzalisha sadaka za aina mbalimbali, ili watu wa Mungu wawekeze kwa Mungu, watengeneze thamani yao kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si wote walio na neema ya ufunuo wa kutumika kwa wakati mwingine. Ili kutumika mpaka tarumbeta ilie ndio anajua, kumbe ndio anafanya. Sasa kwa sababu hiyo, utumishi wa hapa na pale, shughuli ya hapa na pale, jihusishe. Mtu wa Mungu, jihusishe, unajitengenezea nafasi kwa Mungu.